Mtasikia Libase Gweye Yanga. Mwamba kaondoka kasema hivyo. Mshaondoa mwalimu, watu wanataka kuondoa Libase Gweye. Tumeondoa nani? Washaondoa mwalimu, Yanga washakwapua. Wamemchukua kijana wako nyumbani kwako, wako naye kwake. Na wanasema asubuhi hapa Gweye anatambulishwa Yanga. Simba mna maisha magumu sana mzee wangu. Kwanza turudi kwenye performance ya Sele. Mwalimu Sele alikuwa ni mwalimu wa Memkwa. Sasa mwalimu wa Memkwa alivyomjua vipindi vyake huwa ni jioni. Sele hajawahi kuanza dakika za kwanza. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mwalimu wa Memkwa. Sasa kama mwalimu wa Memkwa nishachukue wao wabebe. Sisi hatuna shida mwalimu. Kuhusu Libase Gweye. Mbona mmelia? Hapo kwa mwalimu mbona mmelia sana? Jana nchi vitu ambavyo kufuta machozi vimeisha nchi nzima. Kelele zimekuwa nyingi. Kuza mitandaoni shehe, lakini sisi taharuki kubwa namna ile. Taharuki hakuna taharuki, mbona sisi tupo tunatoka Tabora. Shehe. Alfajiri baada ya kuswali tu mwalimu kachukuliwa hapa Zanzibari akiwa mchezaji wa Simba. Masaa mawili baadaye akivuka maji kuelekea Mzizima akawa mchezaji wa Yanga. Asubuhi kila mwana Simba atumtaki nani anatupigisha shoti kachukuliwa kambini. Wewe unasemaje ya kwamba hamjaumia? Watu wachache, sio wote kiongozi. Sio wote kiongozi. Kwa nini nakwambia mwalimu kama mwalimu hakuwa mwalimu wa chekechea, hakuwa mwalimu wa private, alikuwa mwalimu wa Memkwa. Unaelewa vizuri? Sasa mwalimu wa Memkwa vipindi vyake ni jioni. Na yeye Selemani mwalimu pande wa Simba anaingia dakika ya 70, dakika 80. Sisi hapana. Angechukua Libase Gweye, akachukua Elim Panzu, akachukuliwa Oula. Kwa kweli wala Simba taharuki ungeona acha hii kwa kweli. Lakini kwa Selemani mwalimu tumetulia. Tumetoka mbali. Ndio. Bwana hapa Selemani mwalimu hapa Ibrahim Dumbia unaondoka na nani? Naondoka Dumbia. Kwani koje? Ni sababu za msingi. Tulizane tu. Mzee analia. Ngoja. Kumranzi, simama hapo. Shahe, jina langu mimi naitwa Isike, wewe? Mimi naitwa bwana Fundi Obama, mwana Yanga, mwana kulialia. Haya, ondoka kofia nikuone Sasa Shahe, hapa Shalulile hapa mwalimu, unaondoka na nani? Ndugu yangu bwana. Ongea ukweli. Hapa Shalulile hapa mwalimu, unaondoka na nani? Ongea ukweli. Shashaman. Sasa usimkosee jina. Unaondoka naye. Shashaman. Hapa Ibrahim Dumbia hapa mwalimu. Nani? Hapa Ibrahim Dumbia, Osman wa Simba, Victor Osman wa Simba, mnyama beki striker mrefu. Yule mrefu Mmasai. Yule Mmasai anaruka kichwa kufumba macho. Viungo vyote vya chini vifanyi kazi. Yule mchezaji hata kukimbia hawezi, ana mikimbio ya mchezaji. Anakimbia kama bata. Mchezaji Dumbia hawezi akavuka mstari wa kati pale kama atawekewa muda na Duke Abuya. Hagusi mpira. Mungu na mtume. Ana goli mbili Rwanda huko. Unajua Simba kumtaka mwalimu walikuwa leo wamchezeshe hapa aje wasaidie kwa sababu steka hawana. Na kuambia leo serious Dumbia leo wachezi. Watampanga namba 9 Mpanzu steka ya uongo, lakini Dumbia hapati namba leo. Kwamba mwalimu angekuwa Simba leo angecheza. Mwalimu angekuwa Simba angecheza. Ngoja mtani. Unajua mwalimu msimu uliopita ndio mchezaji pale Simba alikuwa na magoli mengi na ndio kwa kimtegemea pale. Alipata dakika ngapi? Dakika za mwisho, lakini anapata na matokeo. Mwalimu katufunga si hapa. Unasemaje mbovu? Mwalimu kawafunga Yanga. Yaani ubingwa wako muungano, mpira ulichukuliwa na Chama na Shamari Kapombe wakajadiliana wakubwa wa kambi kwanza. Hii mali apewe mwalimu. Wao unafikiri ni Chama na Kapombe waliwaacha wachezaji wote wakampa mpira mwalimu. Maana yake mwalimu ana kitu unajua. Na ndio nikakwambia ni mwalimu wa Memkwa. Yule ni mwalimu wa Memkwa. Funga Yanga. Vipindi vyake ni vya jioni. Hata dakika za jioni. Yaani huyo mpe dakika 10, dakika 7, lakini alikuwa sio tu kwamba akikaa, yani akiondoka Simba tunungunike. Hapana, nimekwambia angeondoka Elim Panzu, angeondoka Libase, angeondoka Oula, angeondoka Chama. Na kweli nchi ingekuwa taharuki. Lakini kwa huyu zinakuza tu. Nataka nimaliza nayo kabla sijakufuata wewe. Nipangia 11 unaodhani wewe leo Steve Baka akikanyaga hao, huyu apumui. Mnaweka mbolea leo hapa. Mbolea zinakuwa hapa. Kasari wa kwanza. Wa pili atasema Shamari Kapombe. Injari acheze na huyo acheze. Okay sawa. Kapombe acheze. Kuna Chilambo. Leo mnamweka Chilambo. Na baada ya mweka kibao kama kawaida. Nne hapo kuna Rushen, kuna nani huyu?
Ture pale nimemaliza. Kagoma kama kawaida, si ndio? Hapa wewe Kagoma yupo kama kawaida. Sina Kagoma. Saba nampeleka Libase. Nani hapa namleta leo kama kocha ataniani atalizia aniwekea Luemba pale. Mimi aniwekea Luemba pale. Tisa mimi si nani yupo? Mtaje mwenyewe. Ibrahim Ture. Mtaje mwenyewe. Ibrahim Dumbia. Wanaanza namba 9. Namba 10 ya kupigia chama kama kawaida. 11 huku Tanganyika kati ya Oula, si ndio? Nikuwekee Oula au nikuwekee Mpanzu? Okay. Sasa kikosi hiko kuja nacho. Kwako acha kuzungumza mambo ya watu. Wacha mambo ya watu. Wewe ya kwako sasa. Sijui kama utaambua. Namba 1 kwa sababu Diarra ni moja ya mchezaji pale. Ndio. Pembeni hapa anacheza na Baka. Hapa anacheza na Mwamnyeto. Yao kwasi Boka. Ndio, twende Boka. Ukuta Berini hapo wapiti hata kati bale wanacheza wenyewe wazao hapa, anakuja muda na nani Uduke Abuya juu kidogo kule Shashamani Peter Sharuli namba 9 huku za kwani mzee wa kudiriba, mzee anaenda mbio afu anageuka hivi Namba 7 au namba ngapi? Max Zengeli namba 7 namba 8 nani muda kama kwa namba 8 Sharulile namba 10 nani huyu Faisal hayupo. So Fei bwana, Fei kibonge yule bwana, Fei tunamjua sie. Huyu nani huyu? Pakome injari hayupo, usitaje. Wajui unatupa kazi tena. Nani huyu namba 10 huyu? Wala ni Okelo. Okelo mwenyewe, mzee wa kupenyeza. 11 nani huyu? Huyu mgeni huyu. Acha Sakwani huyu nani wa pembeni huyu? Kibabage. Nani huyu? Kasangwa sijui Karmani yangu si ndani yule. Kangonda. Lia kidogo kwa Ngwanda. Bwana hao ni mashabiki wa Simba na Yanga.